Aminini mimi, muaminini na Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, nami naenda kuandalia makao. Hilo alilotupa Kristo kama faraja na kama tumaini ndilo tunaloadhimisha tunapomsindikiza Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Yesu aliyemjalia neema ya kubatizwa, aliyemjalia fursa ya kuwa Mkristo, yeye sasa amemuita kwake amjalie pumziko pamoja na wateule wake. Napenda kumshukuru Kristo sio tu kwa imani aliyompa kama Mkristo, lakini pia kwa maisha aliyompa na kwa utume aliyomjalia kuutekeleza. Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, licha ya kuwa padre, aliitwa pia kwa namna ya pekee kama askofu ndani ya kanisa. Hakuwa askofu wa jimbo, lakini alikuwa askofu ambaye alijikita katika masuala ya kidiplomasia. Yeye amefanya kazi kwa miaka si haba kama mwakilishi, kama balozi wa Baba Mtakatifu katika mataifa mbalimbali. Kazi hiyo aliyoifanya nayo itambulike kama ni uinjilishaji. Amewatia moyo ndugu zake na amewasaidia washikamane na wakili wa Petro, Baba Mtakatifu. Huyu tunayemsindikiza ni Mtanzania wa kwanza kuingizwa katika orodha ya wawakilishi wa Baba Mtakatifu, katika orodha ya manuncio, mabalozi wa Vatican duniani. Katika yeye sisi tumeheshimishwa, tumepewa fursa kama kanisa la Tanzania nasi kujitokeza katika kanisa la ulimwengu na kutambulika kama kanisa lenye uhai na lenye utajiri wa imani na ushuhuda. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya mtumishi wake huyu. Na sasa tunapomsindikiza, tumwombe Mungu Baba wa huruma amsamehe chochote kile ambacho kinaweza kuwa kimepungua katika majitoleo, katika ufuasi na katika ushuhuda wake, kusudi Mungu amjalie sasa ushindi wa Kristo, tumaini la wateule, na kutukuka pamoja na Kristo. Kama Watanzania na kama wanajimbo kuu la Dar es Salaam, napenda kutambua heshima kubwa ambayo Balozi Askofu Mkuu Novatus alitufanyia. Aliwatafuta na kuwaleta Tanzania masista wa Mama Maria, masista wanaopatikana hasa kutoka Korea na Ujapani. Hili ni shirika linalohudumia maskini na wahitaji wakubwa. Shirika hili limeanzisha shule tukuka kule Makurunge, shule ya wasichana ambayo sasa ina mabinti zaidi ya 1000. Mabinti hao kutoka mikoa yote ya Tanzania wanasomeshwa bure, wanalishwa bure, wanalelewa bila kutozwa ada, na hilo halibagui.
kwamba huyu binti ni wa kabila hili au lile. Wanawapokea ili mradi waweze kufundishika, kuleleka. Wanawapokea ili mradi wawe wanatoka katika familia masikini. Na hilo nilisisitize, kwa sababu kuna watu wengine ambao wana fedha za kutupa, lakini wao nao wanataka kujaribu watoto wao wakasome Makurunge. Hiyo ni kufuru. Huko ni kuiba, na huko ni kujikita mahali ambapo sio staha ya matajiri. Inapopatikana fursa kwa ajili ya maskini wa mwisho, tuienzi na tuwaachie maskini waweze kufaidi fursa hiyo. Hilo ndilo linalofanyika kule Makurunge. Wale mabinti wanapata elimu ya fani mbalimbali, wanafundishwa masomo ya darasani, lakini pia wanafundishwa kujitegemea. Mungu amtunze mtumishi wake huyu aliyewaleta hao masista wakajenga hiyo shule kule Makurunge, na siku si nyingi zilizopita wamejenga Boys Town kule Dodoma, pia kwa ajili ya wavulana kutoka familia masikini kutoka Tanzania nzima. Mungu amjalie pumziko la milele. Raha milele umpe Bwana. Astarehe kwa amani.